Bismillahirrahmanirrahim. Unamjua kiumbe huyu anaitwa qarin? Qarin ni aina ya jini ambaye kila mtu anaye katika maisha yake. Najua kila mwanadamu anapozaliwa basi lazima awe na huyu, na hii ni hadithi kabisa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min almalaika wa qarinuhu min ash-shaytan. Hakuna yote katika ninyi wanadamu anapozaliwa isipokuwa lazima atakuwa na marafiki wawili, qarin katika malaika na qarin katika mashaitan. Sasa tunajua sifa ya malaika, la yasuna Allah wa yafaluna ma yumarun, hawana sifa ya kumwasi Allah, hufanya yale walioamrishwa. Tunajua sifa ya malaika kwamba wao usaidia katika masala ya khairi tu, lakini sifa ya shaitani ni muharibifu, aniharibu mambo. Huyu qarin katika majini ambao mimi ndio ninataka kumzungumzia. Qarini katika majini huyu ni muharibifu, ndio ambaye anaharibu mambo yako, anafanya mambo yako yasiende sawia. Kifupi, ukisikia nyota yako inazungumziwa au mtu anazungumzia kuhusu nyota, basi jua kwamba anamzungumzia qarini huyu katika majini. Qarini huyu katika majini ana mambo mengi. Kwanza kabisa kuna hatua kadhaa lazima uzifahamu kuhusiana na qarini huyu katika majini. Hatua ya kwanza lazima ujue kwamba qarini ni katika majini ambao tangu siku ambayo wewe umezaliwa, basi fahamu ya kwamba upo naye. Tangu siku ambayo wewe umezaliwa anakuwa pamoja nawe, anakuwa pamoja nawe katika maisha yako yote, utakuwa naye. Fahamu pia kwamba huyu qarin sio jini wa kutupiwa. Useme kwamba labda nakutupia mtu mchawi, hapana. Huyu qarin sio jini wa kukumbana naye barabarani. Huyu qarin sio jini wa kufanyiwa uadui na mtu. Yupo katika maisha yako, amewekwa kwa lengo na makusudio maalum. Sasa huyu anaweza kukuharibia mambo yako mbali katika maisha yako wewe. Akikuwa katika maisha yako wewe, ndio anaweza kusababisha maradhi na matatizo mengine mbalimbali, ikiwa kupata kujikinga. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kujikinga, hasa wanandoa tunapokutana kwa ajili ya kutafuta mtoto. Allahumma jannibna minash shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Lakini pia hii itasaidia kuweza kumkinga mtoto wenu mtakayemzaa na shari za shaitan, hasa huyu jini qarin. Lakini kadhalika baada ya mtoto kuzaliwa, baada ya sunna au zile siku 7 anatakiwa afanywe hakiki, na ile hakiki ambayo atafanywa mtoto, atachinjwa mbuzi mmoja kwa mbuzi wa kike, kwa mmoja kwa mtoto wa kike na wawili kwa mtoto wa kiume. Yote ni kumsaidia kumlinda mtoto na shari za huyu shaitan anaitwa qarin. Lakini kadhalika mtoto atakapozaliwa tu anatakiwa kuadhiniwa, anatakiwa kuadhiniwa ili iwe neno lake la kwanza kusikia ni kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kinyume na hapo, qarin ndo atacheza naye katika maisha yake. Na qarini huyu anaweza kusababisha kufeli kwa mambo ya mtu, anaweza kusababisha kuharibika kwa mambo ya mtu, anaweza kusababisha kuharibika kwa biashara ya mtu. Qarini huyu anaweza kusababisha biashara zifeli. Qarini huyu anaweza kusababisha usielewane na bosi wako. Qarini huyu anaweza kusababisha usielewane na ndugu jamaa na marafiki. Haya, nataka unifuatilie katika vipindi vyangu hivi, alafu nitakuelewesha moja baada ya jingine namna qarin inasababisha nguvu za kiume, na kuna watu wengi na matatizo hayo. Nitakwambia namna qarin inasababisha matatizo nguvu za kiume, namna qarin inasababisha mtu asiolewe, namna qarin inasababisha mtu akose kazi, namna qarin inasababisha mtu asahau mara kwa mara, namna qarin inasababisha mtu aumwe na asiweze kupona, namna qarin anaruhusu mtu alogwe na wachawi mara kwa mara, namna qarin anaweza lakini pia namna qarini anaweza kutumika kuwa sehemu ya ulinzi na kukuhifadhi wewe dhidi ya shari mbalimbali, na namna gani unaweza kumsilimisha huyo qarini wako na kumfanya akawa mwema na kumfanya akawa waheri badala ya kuwa washari. Nifuatilie katika vipindi vyangu, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama nyeusi ya kengele. Na kama kutakuwa na swala lolote unahitaji, ikiwa unahitaji dua kufanyiwa, ikiwa unahitaji kutoa sadaka yako kwa ajili ya shughuli zetu za madrasa, ukiwa unahitaji kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukiwa na swali la kuuliza, namba yetu ya simu hiyo inapita chini ya screen yako hapo. Tafadhali namba hiyo unaweza kupiga simu ya kawaida, unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maneno katika message, au unaweza kutuma message WhatsApp au voice note inshallah. Lakini usipige WhatsApp call, tuma message au voice note.